فقد فاز المتقون. ولذا نسأل الله مولانا أن يجعلنا جميعا من المتقين، لأن المتقين مفازا، إن للمتقين مفازا والكل يريد الفوز. Mabwana waislamu wenzangu na mabibi na wote mtakao tusikia, naanza kuwahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu mwanzo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Naanza na wasia baada ya kuwa nimetangulia kwenye moyo wangu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na pia nimefuatisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tumcheni Mwenyezi Mungu ili tuweze kufaulu. Ndugu Waislamu, nchi yetu, ardhi yetu imekanyagwa na watu wakubwa sana, na wengine mnao hapa mmekaa nao. Ni watu wakubwa sana kwa sababu wamekwenda safari inayofanana na kifo. Rihlatul hajj shabihatun birihlatil wafati tamaman bitamam. Safari ya hija inafanana na safari ya kifo, mambo yake hulingana hivyo. Inshallah utanielewa. Ikifika siku ya kufa mtu, siku hiyo huwa anaacha familia yake, anaacha mali yake, anaacha kila kitu chake. Aina yadhhabu ila Allahi rabbi, anakwenda kwa Mola wake. Mola wake anakuwa kamwita, na kwa hiyo anamuitika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sawa sawa iwe kwa khiari yake au kwa lazima, kwa sababu safari ya kifo haingoji wewe uridhike. Akishasema Mungu uende, utakwenda, na wameshakwenda wenzetu wengi bila khiari yao. Akifa mtu kwenye safari hiyo lazima akoge. Nyote mnajua maiti huwa anakoga, lazima aende kwa Mungu akiwa mswafi. Lakini siku hiyo baada ya kukoga, yule maiti atavalishwa nguo maalumu, inama dhikra al-kafan, atavalishwa sanda, na hizo sanda itakuwa ni nguo nyeupe. Hakadha siku ya mtu kuondoka kwenda haji. Akiondoka mtu anakwenda Hijazi, anakwenda kwa wito wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah ndiyo kawaita watu waende kule. Yakulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala, walillahi ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa fi surati al-hajj, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من أين؟ من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. Kwenda hija ni wito wa Mungu subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo na kile kifo nacho ni wito wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Aliyekwenda hija ameitwa, na ambaye amekufa vile vile ameitwa, na wote wanamuitika Mola wao subhanahu wa ta'ala. Anayekwenda hija baada ya kusikiliza wito wa Mola wake kwa adabu na kwa unyenyekevu, naye vile vile atakoga. Hunaka ghuslun yusamma ghusl al-ihrami, atakoga anakwenda hija wakati anaweka nia yake ya kuhiji, ni josho la kuhirimia, naye vile vile atakoga. Akishakoga yule hujaji utamuona anavaa nguo maalumu, kama vile yule maiti alivovaa nguo zake maalumu, na yule haji atavaa nguo maalumu. Atadhuruna mal farqu baina libasi al-ihrami wa libasi al-mayit? Dhikra al-kafan, wote watavaa nguo nyeupe. Wanawake hawavai nguo nyeupe na hawapunguziwi nguo zao. Limadha? Satran lihalihinna, kwa ajili ya kustiri hali yao. Mwanamke sio kama mwanamume. Yakulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala, wa laysa adh-dhakaru kal-untha. Mwanamke sio kama mwanamume. Hata kama dunia leo inapambana sharkan wa gharba kupatikane usawa, mwanamke awe sawa sawa na mwanamume, na mwanamume awe sawa sawa na mwanamke, kalla wa alfu kalla, sayabqa almawdhu'u mawjudan hakadha. Litabaki jambo hivi
mpaka siku ya kiyama lazima ithibitike alivyosema Mungu kwamba mwanamke sio kama mwanamume. Haiwezekani watu hawa kuwa sawa. Hii ni taarifa iliyotolewa na aliyewaumba watu. Wacha taarifa ya dunia. Taarifa ya ulimwengu ni kutaka nusu kwa nusu, nini kwa nini, mwanamke sawa. La, iko taarifa ya Allah. Taarifa ya Allah ndio taarifa sahihi, kwa sababu ndo aliwaumba watu. Anasema walaisa dhakaru kal untha, mwanamke sio kama mwanamume. Idhan tunavaa nguo nyeupe, tunakwenda kwa Mola wetu kwa ajili ya hija, kama alivyovaa nguo nyeupe yule anakwenda kuzikwa. Sote tunahudhuria mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na utaona ajabu sana. Safari ya kifo haichagui rangi ya mtu, haichagui cheo cha mtu. Safari ya kifo haichagui kabila la mtu, haichagui elimu ya mtu au ujinga wake. Safari ya kifo haiangalii maskini wala haimtizami tajiri. Almas'alatu hakadha. Na safari ya hija waliokwenda wameona, na nyie nyote inshallah mwakani mtakwenda huko. Hapachaguliwi rangi zote wako. Hapachaguliwi kabila zote ziko. Hapachaguliwi daraja min darajatil haya, madaraja yenu ya ulimwenguni kule hayahisabiwi. Sote sawa, kulluna sawa, khadimun wa makhdumun sawa, malikun wa mamlukun sawa, alwaziru alhaqiru. Sote sawa, kulluna sawa, khadimun wa makhdumun sawa, malikun wa mamlukun sawa, alwaziru alhaqiru alghaniyu alalimu kulluna sawa amama Allahi rabbil alamin. Sote tuko sawa mbele ya Mungu kule. Kwa hiyo wamerudi watu, walikwenda kuitika wito huo, walikwenda safari inayofanana na kifo. Hawa ni watu wakubwa sana, kwa sababu wamekwenda kuitikia wito wa Mola wao, tena wamekwenda kwa khiari zao. Walipokwenda kuitika wito huo, watu hao wametumia muda wao takriban mwezi, wameutoa mwezi mzima. Hawakujali tena maisha yao, kazi zao, pesa zao, biashara zao, familia zao. La, walimjali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wamekwenda kumuitikia na wametumia pesa zao, kwa sababu kwenda hija pia pesa inatumika. Wamezitoa zaidi ya milioni 10. Ametoa mtu wallahi alazim, na wengine ni maskini wakubwa. Wamekwenda wengine maskini mpaka unaona ajabu. Na huyu naye amekuja, amewezaje huyu kupata milioni 10 kuja huku? La, aliposafisha moyo wake, akatengeneza imani yake ikawa sawa, basi Mwenyezi Mungu alimpa cha kuendea Makka. Ukifanya mambo ya Mungu, Mungu anafanya ya kwako. Ukiwacha nyuma yale ya Mungu, na ya kwako hayawi. Sasa hupati ya Mungu wala hupati ya kwako. Na mimi nataka niwaambie Waislamu wenzangu, watu wote mnaweza kwenda hija. Tengenezeni nia zenu ziwe safi. Safisheni mioyo yenu iwe safi, na wala msitazame unyonge wenu. Kila mtu mnyonge, kulluna dhu'afa wallahu huwa alqawiyul matin wa kulluna fuqara wallahu huwa alghaniyul hamid. Sote wanyonge, sote maskini, sote madhaifu, lakini tajiri yupo na mwenye nguvu yupo, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitengeneza moyo wako vizuri, nia yako ikawa njema, fa'ala niyatikum turzakuna, basi inshallah mwakani nyote mtakwenda hija inshallah. Ukibaki na nia mbovu, niyatun shaitania, takwendaje kuhiji mie na umaskini wote huu? Safari yako ni ndogo. Safari ya kwenda hija sio safari kubwa. Safari kubwa na ngumu ilikuwa ni safari ya Bwana Mtume Muhammad kutoka ardhini kwenda mbinguni. Mtume kasafiri kwenda angani, kazipita mbingu zote 7. Alikwenda mwenyewe, alikuwa na uwezo wa kwenda huko Bwana Mtume mwenyewe, ana mamlaka hayo, lakini alipelekwa na Mola wake. Baada ya kuwa ni kiumbe bora, mswafi wa roho, mwema wa nia, tabia njema, mtume wa Mungu, kipenzi chake, Allah kamchukua mpaka mbinguni. Na wewe kuwa kama Mtume Muhammad, jifananishe naye,
jifananishe na masahaba wake. Tashabbahu bilkirami ya ikhwa lima bihim minan najah wa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu. Jilinganisheni na watu wema. Kila mtu hapa ajifananishe na watu wema, hata kama hutolingana nao. Kitendo cha kujifananisha na watu wema, huo peke yake ni wema. Tengeneza moyo vizuri, kuwa mtu mwema, kaa vizuri, nia yako safi. Wallahi alazim, Allah kukupa milioni 14 za hija kwenye khazina yake ni kama hajatoa chochote, hakuna alichopunguza. Na hata kama watu wote dunia nzima tukenda hija siku moja, Mwenyezi Mungu hajapungukiwa kitu, bado ni tajiri vile vile. Wamerudi watu hao, walikuwa ni wageni wake Mungu, wamerudi wageni wa Allah. Mnao humu msikitini mko na watu hawakuwa wageni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, hawakuwa wageni wa mbunge. Kuna watu hawakuwa wageni wa raisi, walikuwa ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala, wako humu msikitini. Yakulu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallama, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Hum wafdullah ta'ala, mahujaji na walofanya umra ni wageni wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sio jambo dogo kuwa mgeni wa Mungu. Mgeni wa Mungu ni mtu mkubwa sana. Laqad qultu biraran wa tikraran wa qultu milion maratan wa qala ghayrun. Unaonaje? Chukua hisia, shuur. Ukiwa leo umebahatika kuwa mgeni wa mkuu wa mkoa tu, kakualika mkanywe chai pale nyumbani kwako, ukitoka kwa mkuu wa mkoa umekunywa naye chai, unajisikiaje? Si unaweza ukapita umeshusha bega moja hapa Kariakoo, unashusha bega moja chini, maana wewe umekuwa mtukufu sana kwa kuwa ulikuwa mgeni wa mahadha. Hawa watu walikuwa wageni wake Mwenyezi Mungu aliyekuumba, ni wageni wake hawa, na amewakirimu sana. Hawa ni watu wamekirimiwa. Unajua walivyofanywa? Allah amewakirimu kwa sababu watu hawa wameswali swala zaidi ya milioni 5. Swala uzopata hawa sio kama zako uliobaki nyumbani. Intabihu, istaikidhu, intabihu ya ummata Muhammad, la tanamu naumata ahli al-kahfi. Ukimuona mtu katoka Maka, kwenye begi lake anazo swala zaidi ya milioni 5. Wewe hujenda Maka, utaswali mpaka ufe na usiache swala hata moja. Usiache swala hata siku moja, zote 5. Halafu na miaka yako 60 ulionayo katika maisha. Mtume si ndo katuambia? Qala Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Wewe hutokaa duniani hapa zaidi ya miaka 60, ukibahatika 70 siku hizi kufika ushukuru sana. Mwisho 60, 70, mambo yako hivyo. Unaona kama hufikiri, kama hukumbuki, kama huoni. Sasa hivi utasikia watu wasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na watu wakikusemea hivyo, ujue we haupo. We huwa husemei ukabakia. Yani ni kama risasi vile. Risasi ukipigwa, ukiona umesikia mlio imekukosa. Anayepigwa huwa hasikii mlio. Mlio unatangulia kabla risasi inafika, mlio unachelewa. Ukiona watu wanasema inna lillahi wa, wewe huwa katika nguo nyeupe tayari. Hayo ndo mambo yale. Wewe una muda gani wa kukaa hapa? Na wengine maskini ndo miaka ishakwisha hiyo 60 na mko hapa 60 imekwisha. Usinichukie, ndo nakwambia ukweli. Kuna mtu kwa 60 zimekwisha. Sasa karibu tumalize mambo. Na wengine 60 hamjafika, lakini sura zenu tu zikitizamwa, wallahi nikitazama sura mpaka naogopa. Mwingine ndo kabakisha siku moja naona hapa, mwingine bado masaa 2 tutakuzika, naogopa. Utapataje swala milioni 5? Sasa utabaki uniulize napataje? Nitakujibu unapataje swala zaidi ya milioni 5 kwa siku 10-15. Naam, Mtume Muhammad anasema sallallahu alayhi wasallam, as-salatu fil masjidil harami ta'dilu ala 100,000 sala fi masiwa. Swala moja tu kwenye msikiti wa Makka. Akiwa mtu msikitini pale Makka, swala yake moja ni sawa na swala 100,000 ukiswali hapa Tanzania.
ni sawa na swala 100,000 utakayoswali kokote duniani. Kwa hiyo aliyokuweko Maka aliswali alfajiri akapata 100,000. Kwa kuwa kwa siku swala ni 5, ina maana kwa siku 100,000 mara 5 ni swala 500,000 kwa siku moja amepata. Akikaa Maka siku 10 ana swala 5,000,000, yani kashaswali faradhi 5,000,000. We kwa miaka yako 60 hapa ukiswali bila kuacha, na maskini unaacha swala kila siku, unaswali unavyotaka. Hakuna mtu hapa anaweza kututhibitishia kwa kiapo kwamba ametimiza angalau mwaka mmoja tu hajakosa swala hata moja. Wallahi atoke mtu aseme wallahi ni mimi mwaka huu swala yenyewe ndio hii. Ukisikia saizi kuna mpango wa pesa na panakimiwa sema la tasali baadaye, si ndio hali yako hiyo? An-nukudu wal fulusu khairun min as-sala, mbio kwenda tafuta pesa. Miaka 60 ukimaliza na Mungu akupe na hujaacha swala hata moja, itakuwa umesali swala 101,800 kwa miaka 60. Na sura yake ni kwamba toka umetoka tumboni kwa mama yako, vile unazaliwa tu ukaanza kusali pale. Wa hadha shibhu mustahilun bal huwa mustahilun nafsu, ni jambo halipo. Haiwezekani mtu kuzaliwa akaanza kusali. Mtu anabalighe na hasali, mtoto mdogo atasali wapi? Haya, uanze kusali toka umezaliwa ndugu yangu Muislamu mpaka unakufa na miaka yako 60 unaswala 101,800. Wahasibu mko mfanyeni hesabu. Mwenzako 100,000 kipindi hichi, alfajiri ana 100,000, adhuhuri ana 100,000 nyingine, laasiri ana 100,000 nyingine, na magharibi ana 100,000 nyingine, na isha ana 100,000 nyingine. 500,000 swala kwa siku, sawa sawa na umri wako kwa mara 5 na chini ya hapo. Ndio watu mlionao msikitini hivi sasa, watu wakubwa sana hawa, wamekwenda kukaa kikao na Mungu subhanahu wa ta'ala. Wamefanya naye kikao pale Arafa, wamezungumza naye na wameelewana. Maongezi ya mahujaji na Mwenyezi Mungu pale Arafa huwa wanaelewana, wanazungumza na Mungu, anawajibu, anawaambia mmekaa humu na watu wakubwa sana, ni wapenzi wa Mungu hawa ndo wapenzi wake, kwa sababu hawezi mtu kukualika ugeni ukenda ukawa mgeni wake mkaagana halafu ukawa adui yake. Hili jambo haliko. Hata we ukimualika mtu nyumbani, njoo bwana nina jambo, akakuitika akaja mkakaa pamoja ukamsindikiza, ule muda anaoondoka yule mgeni anakuwa nani wako? Adui wako, rafiki yako. Na hawa waliorudi hivi unavyoona hapa ni marafiki wakubwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wao neno langu kwao, Mwenyezi Mungu ajalie waulinde urafiki wao na Mungu. Hivi sasa ni watu wakubwa, wasimkorofishe tena wakashuka chini wakawa adui zake. Ule urafiki walioupata kati yao na Allah wautunze sana, waendelee kuwa watu wakubwa mpaka saa ya kufa kwao, waupate na mwisho mwema. Sasa ule urafiki kati yao na Allah wanautunzaje kwani? Na nyinyi ambao hamjenda mnatakiwa nini kwani? Hiyo ndo khutba yangu ya pili. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.